huku kwa bibi mdogo, mwanaume anatoa anapeleka kwa bibi mkubwa. Haya ni matatizo ya baadhi ya wanaume na ndio maana wanavuruga miji yao. Yani mathalan amezungumza na mke wake huyu, wale waliozungumza ni nasaha ni nini, au huyu alikosea mahala. Sasa yale maneno yatakiwa yaishe pale pale. Sasa unapochukua yale maneno unapeleka kwa mke huyu mwingine, ndio hakimu wako. Ina maana unakwenda kumridhisha ili mponde yule wa kwanza. Wewe ndio unaharibu ndoa na haifai, na ni mlango wa kusengenya pia. Ewa, ni mlango wa wala yakhtab ba'dukum ba'dhan, wasengenyane baadhi yao kwa baadhi, kwa sababu tayari ni kadhia imetokezea, mmefika mlikofika. Ushafahamu? Sasa labda tu ikatokezea kitu kinafanana na kile, ndio unaweza kusema ili jambo lilikuwa kule nilikataza na hili hapa pia silitaki. Simeelewa? Katika mlango tu wa kukataza. Lakini kama ni mlango kabisa, unakuta ndio unaanza kujadili. Alafu mke wake anaanza kumwambia, na wewe unamlealea sana. Ngoja mimi nitamuonyesha. Unamuonyeshaje? Wewe umeolewa na yeye ameolewa. Hiyo haki ya wewe kusema ngoja ipi? Unamuonyesha kitu gani? Haya maneno mengine ni hatari wala hayafai. Alafu baadaye akapata madhara yule, atarudi kwako uliozungumza, au sio? Kwa hiyo wanaume mara nyingine, ndio mimi hukaa hapa ngasema kuna baadhi ya wanaume wenyewe ndio wanajaribu kuyavuruga majumba yao, kushindwa kusimamia. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Usimamizi ni katika yale mambo ya haki, nasaha wa maila dhalik. Ya kule ni ya kule na ya huku ni nini? Ni ya huku. Jazakallah khair.